kulikuwa na kijiji kiitwacho Mwambao, mahali pa utulivu uliovunjwa tu na sauti ya mawimbi yaliyogonga mwamba na upepo uliopuliza kwa vuguvugu la mchana. Katika kijiji hiki aliishi kijana aitwaye Lugano, mtoto yatima aliyekulia kwa tabu, akilelewa na shangazi yake Mama Zena. Lugano alikuwa kijana mwenye nguvu, mwepesi wa akili, lakini pia mwenye roho iliyojaa kiu ya mafanikio makubwa. Ndani yake, ndoto za kuwa tajiri ziliwaka kama moto ambao haukuweza kuzimwa kwa maneno ya mtu yoyote. Maisha yao yalikuwa ya kimasikini kupindukia. Nyumba yao, iliyojengwa kwa matofali ya udongo na paa la makuti, ilikuwa dhaifu kiasi kwamba upepo mkali ungeweza kuipindua. Chakula kilikuwa shida. Mara nyingi walikula ugali uliopindwa na mboga za majani ambazo hakika zilikuwa zaidi dawa kuliko chakula. Lugano alikulia akijua njaa, akijua tabu, lakini hakukubali hali hiyo iwe mwisho wake. Alikuwa na ndoto ya kuwa mtu mkubwa, si tu kijijini bali katika dunia yote. Lakini ndoto zake zilikuwa kubwa kuliko uwezo wake wa papo kwa papo. Kila alipoona vijana wenzake wakiendesha pikipiki mpya, wengine wakivaa nguo za bei ghali, wengine wakiendesha biashara za kuvutia, moyo wake ulijaa maswali. Kwa nini sio mimi? Kwa nini hali yangu haiwezi kubadilika haraka? Mama Zena mara nyingi alimkumbusha, utajiri wa haraka si utajiri mwanangu. Kila kilichotengenezwa kwa haraka kinabomoka haraka. Lakini Lugano aliona mama yake kama mtu aliyekata tamaa na maisha, mtu ambaye hakuwahi kuwa na utajiri na hivyo hakujua ladha yake. Kwa upande mwingine, Lugano hakuwa mtu mbaya. Hapana, alitaka tu kujitoa kwenye dimbwi na umasikini. Alitamani kumrudishia mama yake furaha, kumjengea nyumba, kumletea chakula kizuri na kumpa maisha aliyostahili. Nia yake ilikuwa njema, lakini njia aliyoamua kuchagua ndiyo iliyokuwa hatari. Siku moja sokoni, alipokuwa akiuza samaki aliyowavua usiku, alisikia vijana wawili wakizungumza kwa sauti ya chini lakini yenye msisimko wa siri. Umesikia kuhusu yule mganga mpya, Mzee Chengula? Kijana mmoja alimuuliza mwenzake. Mzee Chengula gani? Yule anayewafungua watu kipesa. Jamaa wamesema ukimfuata tu, unarudi na hela zile ambazo hujawahi hata kuziona. Mwingine akapiga gumzo la kusisimka. Yule jamaa wa kijiweni alivyomtembelea, baada ya siku 3 tu, alinunua pikipiki. Wengine wanasema hata hana tena shida ya pesa. Maneno hayo yalimgonga Lugano kama radi. Alisikia damu ikimchemka kwa hamu na tamaa. Aliwafuata vijana wale kwa mbali na kusikiliza kila neno bila wao kujua. Lakini, kijana mmoja akasemea, lazima utoe ahadi fulani na lazima uwe jasiri, sio kila mtu anayeenda anarudi salama. Lugano hakujali sehemu ya mwisho. Alihisi kama yale maneno yalikuwa mwito wa hatima yake. Alirudi nyumbani na mawazo yakimzonga. Usiku huo alikesha akifikiria, je, hilo ndilo suluhisho la maisha yake? Je, hiyo ndiyo njia pekee ya kutoka kwenye umaskini? Kesho yake alimwendea Mama Zena na kumweleza alichosikia. Lakini mama yake kwa hasira na hofu alimjibu, Lugano, usije ukavuta matatizo kwenye maisha yako. Uchawi hauna mwisho mzuri. Usikimbilie utajiri wa kishetani. Huo sio utajiri, ni mtego. Lakini maneno hayo hayakuingia kwenye moyo wake. Alikuwa tayari ameshaamua. Ndani yake tamaa ilishinda busara. Usiku mmoja, bila kumwambia mtu yoyote, Lugano alijifunga mkoba, akachukua pesa kidogo alizokuwa nazo na kuanza safari ya kwenda kijiji cha mbali kilichozungumzwa na vijana wale. Safari ilikuwa ndefu. Alitumia pikipiki za kukodi na kutembea kwa miguu sehemu zingine. Kadri alivyozidi kukaribia kijiji hicho, anga lilizidi kuwa jeusi, upepo ukawa mkali na mti mmoja baada ya mwingine ukawa kama unamwangalia. Alipofika karibu na nyumba ya mganga, alihisi baridi ya ajabu iliyopenya hadi mifupani. Nyumba hiyo ilikuwa imetengwa, imesimama katikati ya misitu, na moshi mweusi ulitoka juu ya paa kama moshi wa tambiko. Alihesabu pumzi kadhaa kabla hajagonga mlango.
Mara mlango ukafunguka pole pole na humo akaonekana mzee mrefu mwenye ngozi iliyokunjamana kama mizizi ya mierezi na macho makubwa yaliyong'aa kana kwamba yalikuwa yakiona ndani ya nafsi yake. "Karibu kijana Lugano," mganga alisema kabla hata hajajitambulisha. Jasho likamtoka Lugano. "Umenijua vipi?" Mzee Chengula akacheka taratibu, sauti yake ikitesa masikio. "Mtu akija kwangu huwa anajua. Karibu." Lugano akaingia ndani ya nyumba ambayo ilijaa vibuyu, hirizi, manyoya, litako la moto lililowaka kimya kimya na moshi mweusi uliotengeneza miduara hewani kama roho zilizokuwa zikizunguka. "Ametafuta nini kijana wa mwambao?" Mganga akauliza. "Nataka kuwa tajiri mzee. Nataka maisha mazuri." Mganga alitulia, akamwangalia kwa macho mazito. "Utajiri unapatikana," alisema. "Lakini kila utajiri una gharama. Uko tayari kulipa?" "Niko tayari kwa chochote," akadhamiria. Neno chochote lilimfunga bila yeye kujua. Mzee Chengula alichukua chupa ndogo iliyokuwa na maji meusi kama wino. Aliikabidhi kwa Lugano. "Iweke hii chupa chini ya kitanda chako kwa siku 7. Usiiombee, usiifungue, usimwambie mtu yoyote kuhusu safari hii. Pia, usiguse nyama nyekundu kwa siku hizo 7. Ukikosea, mambo yatakugeukia." Lugano alikubali haraka bila kujua mzigo wa maneno hayo. Alirudi kijijini usiku ule ule, akiwa na chupa hiyo aliyoiweka mfukoni kana kwamba ilikuwa dhahabu. Alipofika nyumbani, alijifungia chumbani na kuweka chupa chini ya kitanda kama alivyoelekezwa. Siku ya kwanza ilipita salama, hakuna kilichotokea. Siku ya pili, alianza kuona ndoto za kutisha. Nyoka wakubwa wakimzunguka, watu wasio na nyuso wakimuita kwa jina. Alipoamka asubuhi, moyo wake ulikuwa unadunda kasi ya ajabu. Siku ya tatu, aliporudi nyumbani kutoka kazi, alikuta noti mpya chache chini ya godoro lake. Hakujua zilipotoka. Akafurahi, akahisi mambo yanaanza kumgeukia upande wake. Siku ya 4, pesa ziliongezeka maradufu. Ndani ya Lugano, tamaa ilizidi kukua. Akaanza kupanga jinsi atakavyonunua pikipiki, kujenga nyumba na kuanzisha biashara kubwa. Alikuwa ameshaamini kwamba kila kitu kilikuwa sawa. Lakini usiku wa 5 alisikia sauti ya ajabu ikinong'ona ndani ya chumba. "Kumbuka ahadi." Lugano alitikisa kichwa kuondoa mawazo hayo, lakini sauti hiyo haikunyamaza. Usiku wa 6 alipokuwa anakwenda kulala, aliona kibuli kikubwa pembeni ya kitanda. Kibuli hicho hakikuwa na sura, lakini kilionekana kumwangalia kwa macho yasiyoonekana. "Wakati wa malipo unakaribia," kilisema kwa sauti ya kutisha. Lugano alianza kutia shaka, lakini alitaka kuona mwisho wa siku 7. Siku ya 7 ilifika, na giza lilikuwa nzito kuliko kawaida. Mvua ilinyesha kwa nguvu, radi zikipiga kwa mfululizo, kana kwamba anga lilikuwa limefadhaika. Lugano alihisi kama kitu kilikuwa kinamfuata, lakini hakuthubutu kutoka nje. Usiku wa 8, chupa chini ya kitanda ilianza kutikisika yenyewe. Moshi mweusi ulianza kujitokeza chini ya kitanda, ukizidi kuongezeka hadi kujaa chumbani. Lugano alishtuka, akaanza kutafuta mlango, lakini miguu yake ilishindwa kusogea. Moshi ule ulizunguka chumba na kutengeneza umbo la mtu mwenye pembe na macho mekundu. Ule umbo liliminya hewa na harufu ya kitu kilichooza ikajaa chumbani. "Kijana, umeitwa kuja kuchukua kilicho chako, lakini sasa utalipa kilicho chetu," sauti ikasema ikitetemesha kuta. Lugano alilia kwa uchungu, moyo wake ukigonga kama ngoma ya vita. Mara mlango ukafunguliwa kwa nguvu. Mama Zena akiwa amechanganyikiwa kwa hofu, aliingia akiwa na jirani mmoja. Walisema walimsikia akipiga kelele akiwa usingizini. Mara tu mama yake alipoingia, moshi ulitoweka kwa kasi, kana kwamba uliogopa uwepo wake. Chupa ikavunjika vipande. Lugano akaanguka chini akitetemeka. Mama Zena alimpigia kelele kwa uchungu. "Nilikuonya mwanangu, uchawi hauna mwisho mzuri." Kesho yake, Lugano alipatwa na homa kali.
Aliongea mambo yasiyoeleweka na mara kwa mara alilia kama mtoto mdogo. Ndani ya wiki 2 hizo aliyoishi na homa, kila usiku aliona maono ya giza, maono ya wale viumbe waliomfuata wakitaka malipo. Alipopona polepole, nafsi yake haikuwa ile ile tena. Alijiona mjinga kwa kuruhusu tamaa impeleke karibu na kifo. Alilia kila alipokumbuka yale mavumbi meusi na sauti zilizopaza kelele kichwani mwake. Baada ya kupona kabisa, aliamua moja kwa moja kusitisha kabisa wazo la utajiri wa mkato. Akaanza maisha mapya ya uaminifu na bidii. Alirudi kuvua samaki, lakini safari hii kwa moyo wa kujituma na kufurahia kila tone la jasho. Miaka michache baadaye, akitumia akiba kidogo kidogo, alijenga boti ndogo ya uvuvi ya kisasa. Akapanua biashara yake taratibu, bila uchoyo na bila tamaa ya mkato. Akawa maarufu kijijini kwa uaminifu wake. Siku moja, alipomaliza kujenga nyumba mpya na nzuri kwa Mama Zena, watu walikusanyika kusherehekea mafanikio yake. Kila mtu alimpongeza kwa mafanikio yake. Mtu mmoja aliuliza, "Lugano, siri ya mafanikio yako ni nini?" Akawaangalia wote kwa tabasamu lenye hekima ambayo haikuwa nayo mwanzo. "Siri ni hii: kazi, subira na kuacha kutafuta njia za mkato. Giza halimpi mtu chochote bila kuharibu roho yake." Watu wakapiga makofi. Lugano akasimama karibu na mama yake, akamshika mkono kwa upendo. Na kwa mara ya kwanza katika maisha yake, alihisi utulivu wa kweli. Na hivyo ndivyo safari ya Lugano ilivyofika mwisho. Mwisho ambao ulimfundisha kwamba tamaa inaweza kumvuta mtu mpaka kwenye shimo la giza lisilo na mwisho, lakini pia mwisho unaofundisha kwamba mwanga hutokea pale unapochagua njia sahihi. Lugano akabaki kuwa mfano wa vijana wengi, kwamba utajiri wa mkato hauna amani, na kwamba nguvu ya kweli iko katika kazi, subira na imani. Kumbuka, hakuna baraka itakayokuja kwa njia ya giza ikabaki kuwa baraka. Maamuzi ya leo yanaweza kuwa mzigo wa maisha yako yote. Chagua mwanga, chagua njia sahihi. Kama umejifunza jambo kutoka kwenye stori hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment maoni yako. Tuandikie, ni sehemu gani ya stori hii imekugusa zaidi na umejifunza nini?